Ni siku nyingine tena ambapo wananchi Yanga wanakwenda kutupa karata yao ya pili dhidi ya Fountain Gate. Timu hizo zikiingizwa hapa katika uwanja huu hapa wa Azam Complex, wakiingia katika uwanja huu lakini kwa mara ya kwanza. Kikosi chao ndio hicho hapo, kikiwa kina badiliko moja tu leo hii, akiongezeka pale Amosi Haule ambao wana alama moja, na kikosi cha Yanga ndio hicho kikiwa na chenyewe kina badiliko moja tu, akiongezeka Ali Kipande wakifunga mabao mawili kwa moja. Naam, asalamu alaikum popote pale ulipo, karibu sana. Fountain Gate dhidi ya Yanga katika dimba la Azam Complex, ligi ya NBC ya vijana chini ya miaka 20. Karibu sana, wakifunga mabao matatu kwa moja pale Meja Kitandafasi pamoja na Shabani Ngunda. Ni Vincent Barnabas Goma nyanyua mali huku, nafasi imefika, ndio nafasi kwa Yanga, ingiza ndani kule katika kule Machupa Kisumulo akitizama namna hii. Tazama namna ambavyo alikwenda kupokea Ali Abdullah. Hiyo hapo Ali Abdullah, michezo 14 ambao alicheza kwenye hatua ile, wakati Yanga wenyewe wakitoka katika kundi A. Hainaingizwa nafasi huku, ndio lakini pigwa kikoyo kwa kile. Mwamuzi anasema nini? Chezo kanadia, yes, watangulia Yanga. Wanatangulia Yanga. John Misheto akimduaza Machupa Kisumulo ambaye akijaribu kutoa maelekezo jinsi ilivyokuwa, lakini haisaidii kitu. Tizama mpira ambao ulipigwa mrefu huo, akajitokeza mlinda mlango akapambana nao, lakini akaokota dodo chini ya mbuyu. John Misheto, hiyo hapo, alijaribu ile kupiga kikoi, ni Laurent Suleiman. Kazi moto, jaribu kufinya huko, imepokonywa huko na ni hatari kwa katika lango kule. Katani kule kininyaka vizuri kabisa kule. Jaribu kule ni Joseph Mwansasu. Ibrahim Kazimoto, hiyo hapo. Ali Manusura alizue la kulizua, alipokea ile Joseph Mwansasu, akashindwa kutumia makosa. Hiyo hapo Joseph Mwansasu. Nafasi nyingine tena kule kwa Yanga, ndiyo imefika kibuyu kimelia kule, lakini mpira kwenda nje, kwani ni kona. Hiyo hapo nafasi ambayo alikwenda kucheza kule, alitokeza pale Shomari Mponzi, ikambabatiza 2 mfululizo 2008 2009. Inaingizwa ndani kule, lakini nyaka vizuri kabisa kule. Naipitia huku sasa ni Ahmad Ramadhani, kwa nini mlango ni kwa ndefu kule. Machupa Kisumulo, mwaga maji ndani. Kuna nafasi nzuri nyingine tena huko, nafasi babatizi kwenda kule tena nje, lakini ilikuwa ni offside. Kibendera kilishakuwa juu, naizungusha ndani kule, inafika vizuri kabisa kule. Sasa nafasi kwao Fountain Gate, kona ile Joseph Mwansasu ile kuja kujaribisha, kwani kona ambayo Jalo ilimwagwa ndani humu, lakini akutana nao Joseph Mwansasu, kataliwa na walinzi wale. 1 2 3, anaizungusha ndani kwa nafasi huko, lakini inatua kule na tandika kule, moja. Hassan Ali May ana level scoreboard akitembea kibabe namna hiyo, wakijibu swali ambalo wameulizwa na Yanga. Kona ambayo iliingizwa ndani, kuna Arafat Masudi, walinzi wakashindwa kuondoa mpira ule kitambaa hivi. Hassan Ali May ilikuwa kuna namna, kaipiga chini. Hiyo hapo mpira ulikuwa ukizagazaga hivi. Hiyo hapo akishangilia ama akitembea kibabe kwa kijidai namna hii. Ibrahim Kazimoto kujibu mapigo. Kuna nafasi nyingine tena huko, anapita yani John Misheto tafakar, anaingizwa nyingine tena, nafasi kwa Fountain Gate, kininyaka kule Manuel Mgunda, na hiyo ni nafasi ambayo walipata Fountain Gate haraka na Ponzi. Naam, dakika 45 za kipindi cha kwanza imekamilika. Fountain Gate wana alama moja. Assalamu alaikum kwa mara nyingine tena, karibu sana. Fountain Gate dhidi ya Yanga, ligi ya NBC ya vijana chini ya miaka 20. Laurent Suleiman amekutana nao. Laurent Suleiman yaka uzuri. Machupa Kisumulo alitoa pasi, akarejeshewa tena, akasema safari hii sitoi pasi na tandika mwenyewe. Laurent Suleiman, hiyo hapo
rebound moja matata kweli kweli, na ni nafasi kwao. Laurent Suleiman, Laurent ashikiliwa huku, bila shaka itakuwa ni kadi hii. Ibrahim Ramadhani ndiyo alishaunywa mara ya kwanza, makusudi kabisa yale. Hiyo hapo alikwenda kuchekechwa na Laurent Suleiman, alikuwa anaondoka zake ile. Ni foul. Mahamudu Bugoma anakwenda kuizungusha, anagonga kichwa kule. William Kiyanja, mlinda mlango Machupa Kisumulo, alitizama tu na kisikitika mbali pale, asingeweza kuona. Tizama namna ambavyo alipiga Mahamudu Bugoma, ikatua kwenye ndonga ile ya William. Pana yule ni Laurent Suleiman. Hiyo hapo, tizama, katua kwenye ndonga hiyo ya Laurent Suleiman, akaijaza kwenye kamba. Laurent Suleiman akiwapa bao la pili Yanga wakomboa. Sijui kama itawezekana kule. Ni Mponzi Shomari Mponzi amepita kule, wameamua. Inaingizwa Majalo ndani, nafasi huku, gonga kichwa kule, nafasi ni sentimita, narejeshwa mchezoni, weka ndani. Nini? Offside. Offside. Alinaswa na mimi nimewaona wawili hao. Hiyo hapo alikwepo Hashim Kindemile kabla Mponzi Shomari kurejesha mchezoni. Laini tu Aisha, kuna sita huku, inaingizwa ndani kwa nafasi huku, gonga kichwa kule, inarejeshwa nafasi na Magani, rejesha mchezoni kule. Magani, goal kick. Yani Paul Mogela, ulipigwa mpira kona hivi, kagonga utosi, akairejesha mchezoni kule. Ali Abdallah, haya Lamela Zuberi, ingiza Majalo ndani, nafasi nyingine tena, gonga kichwa kule, katoa kule. Kona ilikuwa inajia kambani ile. Emmanuel Ngunga, tizama mpira ulipigwa kimasiara hivi na Lamela Zuberi. Hiyo hapo akafanya kazi yake kwa asilimia zote. Emmanuel Ngunga, inakuwaje? 1 2 3, nazungushwa chini, gonga kichwa kule, wanakutana nayo tena, inarejeshwa tena chini, kataa kule, meja kambani. Pilipili, Pilipili, Emmanuel Ngunga, Arafat Masudi yule. Emmanuel Ngunga, mlinda mlango, haamini. Tizama, alipiga kona, wakacheza Yanga, akakutana nayo tena, akatandika mlinda mlango Emmanuel Ngunga, akaikosa ile, ikajaa kambani, yeye pamoja na mpira. Fountain Gate 2 Yanga 2, na wakati wakienda nje kwenye bench. Haya, Lamela Zuberi na nafasi kule, tatu. Baya hiyo, super sub, ni super sub. Mashabiki hali kadhalika benchi la ufundi la Yanga hawaamini. Dakika moja tu kabla hawajatulia, viongozi hawaelewi. Tizama, mlinda mlango Machupa Kisumulo alipiga mpira mrefu, ukagonga kichwa, akaupitia ule ni Lamela Zuberi, akamwaga maji ndani. Ilikuwa ni kubonyeza tu, bonye. Hiyo hapo aliseti ile Hashim Kindemile. Lamela Zuberi akaingizwa ndani, akaenda kamalizia super sub Ramadhani Jumaa Sefu, ambaye ameingia kuchukua nafasi ya mfungaji wa bao la pili la kusawazisha, Arafat Masudi, akiwatanguliza zaidi.
Mahamudu Bugoma mwaga maji ndani, gonga kichwa kule kunyaga machupa Kisumulo. Ni waka kweli kweli. Haya, nyanyua Majalo kule, nafasi nyingine kwa Fountain Gate. Madhambi. Foul. Atakwenda kumaliza na Fountain Gate bila shaka. Na Yanga atamaliza na Kagera Sugar. Na dakika 90 zimekamilika. Yanga wakipotea mara ya pili tena mfululizo katika michuano hii. Kwao ni huzuni na machungu kwa wachezaji. Full time Fountain Gate 3 Yanga 2.